بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. Katika darasa iliyopita tuliweza kuifahamu ile risala na kuyaelewa yale madhumuni yaliyoko katika aya hizi za kwanza nilizozisoma, ambazo ni aya zote takriban ukizitaamali za anda na neno la aya: wa ayatun lahumul ardh wa ayatun lahumul laylu, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hizi ataka kutuonesha dalili sisi tulioko sasa na watakaokuya na waliotangulia, ili waweze kutembeza mato yao katika ziumbe na mambo yanaujiri katika ulimwengu, wayaangalie kwa ito la kutaamali na watembeze fikra zao ili wapate kusikilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile alivyowahutubu akiwaambia kul siru fil ardh. Sair, kwenda kule si lazima kwenda kwa maguu, ni kwenda kwa mato, ni kwenda kwa akili, ni kwenda kwa fikra. Ukaweza kuusoma ulimwengu, ukaweza kuzisoma ziumbe za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila kiumbe kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu, sawa sawa kiwe kina ruhu au hakina ruhu, ni mfano wa shilingi yenye pande mbili, ni mfano wa shilingi yenye nyuso mbili. Uso wa kwanza chajieleza cho wenyewe kwamba kiko, na uso wa pili cha mueleza ule aliyekiumba, na hii ndio kawaida yetu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweza kutoa ndia na ardhi, akizungumza ardhi kwamba ni aya, wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha. Lakini ardhi inaozungumzwa hapa ilikuwa sio maksudi. Maksudi ya aya hii kama nilivyowaelezea ilikuwa ni masala ya kuhuishwa, au kwa ibara fupi ni masala ya uhai, kadhia ya uhai katika ulimwengu wa mimea. Tuisome kadhia kama hii, tuzisome siri zilizoko ndani ya kadhia kama hii, tusome kanuni zinaohukumu ulimwengu wa mimea, ili tuweze kufahamu ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Iangalieni kadhia kama hii. Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea katika kadhia hii ya mimea na uhai, akawatuambia kwamba mwisho baada ya kutuonesha ardhi inavyotoa haba, tembe, akatuambia waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-uyun. Akatupeka kwenye kadhia ya mitende na mizabibu na matunda. Kisha akakhatimisha akituambia liyakulu min thamarihi wama amilathu aidihim afala yashkurun.
Sasa mazungumzo yaliyotangulia nilijaribu kwa ufupi kuieleza kadhia ya uhai kwa jumla na kadhia ya uhai katika ulimwengu wa mimea. Kadhia kama hii ina ugumu sampuli mbili. Ugumu wa kwanza ni kwamba wale tunaowaita wataalamu, wale ambao kwamba wamepoteza umri wao kwa kuyasoma mambo haya, kusoma ulimwengu, wale ambao kwamba wameunda zombo tofauti mbalimbali za kuweza kuonea mambo yasoonekana na mato. Hata sisi ambao tuketizie tu, kuna watu wako mbali, kuna watu wamegundua mambo ukiambiwa yako waweza kuona ni masala ya shere au ni masala ya istihzai. Hawa waliopiga hatua katika ulimwengu wa elimu wakaweza kuendelea, wameinua mikono waliposikia kwenye kadhia ya uhai, wakanena kwamba ni hakikatun majhula, ni hakika isiyojulikana. Mpaka sasa hawajui ni nini kinachoendelea. Huwaje kitu hakina uhai, hakina haraka, kitu kile kile kukapatikana mambo fulani tu pale pale kikabadilika kikawa ni kitu kina uhai, kina haraka na chatembea? Ni nini kilichopatikana cha zaidi? Tukua tu mfano leo, wewe mwanadamu, sisi tulioko hapa sote tuko na uhai sasa, ya twataharak, twazungumza, twaketi, twatembea. Lakini wakati mmoja wetu, Mwenyezi Mungu atupe umri wenye baraka, atakapokupatikana na mauti akafa, ukaketi ukamsoma, ukajaribu kutafuta ni kitu gani kilichopungua kwake. Kwa nini kabla ya dakika 5 alikuwa akinena, kabla ya dakika 5 alikuwa akiteka, kabla ya dakika 5 alikuwa akienda huku na huku, akihema, moyo ukigonga, sasa kila kitu kimenyamaa? Ni nini kilichokuweko na ni nini kilichoondoka? Hakuna anayejua. Ni ule tunauita uhai, lakini ni upi hatuuelewi. Sasa hii ni kadhia ya uhai ambayo sitaki kuirudia kwa urefu, ilozungumzwa na aya hizi 3 za kwanza, lakini zikiwa zaekeza zaidi masala ya uhai kwenye mimea. Sasa hii mimea yote, tufungue ukurasa wa 2, pia nayo ina miujiza sampuli mbali. Hata masala ya uhai sasa, kuna mimea tuweza kuisoma kwa pande mbili au zaidi ya mbili, lakini hapa nitatosheka na pande mbili. Kwanza utausoma uhai ulioko kwenye mimea na miti, na hii ni kadhia haihusu mimea peke yake, hayawani, binadamu, kila ziumbe zilioko hai ziko na uso huno. Pili, uye uiangalie mimea tu yenyewe. Sasa mbali na masala ya uhai, zituko na zihoja zilioko katika mimea, hususa ukiwa utajisaidia na wale wafuatiliaji, wasomi, wapelelezi waliojaribu kutupa umri wao kuifuatilia hii mimea. Ni mambo ambayo kwamba yashangaza, ni mambo ambayo kwamba ni ya ajabu kiasi kikubwa sana. Mimea ukiangalia katika ziumbe zilioko hai zote, wataalamu wanena hakuna ziumbe zilioko hai zilioko zingi, sampuli nyingi kama mimea. Miti iko sampuli nyingi sana, na ukifuatilia katika sampuli zake za kuishi, katika baadhi ya zitabu nilizozisoma katika kuisoma kadhia kama hili, nimekwenda kuona kitu mimi pia mwenyewe nilikuwa ni mwanzo kukisikia. Kuna mimea hula wanyama, kama vile yao katika wanyama kuna wanyama wanaokula nyasi, kuna wanyama wanaokula hayawani kama kina simba na chui, wale wanaoitwa ni hayawanat muftarisa, wanaokula wanyama. Kuna mimea hula wanyama. Moja katika mtaalamu wa Kifaransa amekwenda kuigundua kwa muda mrefu kuisoma yala wanyama. Mmea una mayani, hauko sehemu hizo huko kwetu. Mnyama anaitua sampuli za wanyama wanaoruka kama nyuni, kama hizi zilulu zitoto za kuruka, akitua lile yani lake hufunguka kama kanwa, akawa huinda. Kukitua ule mnyama, ghafla lile yani huenda likafanya nini? Likajifunga.
na baada ya kujifunga kuna tundu katika lile yani la mti. Mti wowote una tundu, kama ngozi yako ina tundu. Ule mti wa hema, watukua hewa pale, watukua zile anasiri muhimu za kuishi. Ule mti, zile tundu zake ndio unaomsonda ule mnyama na ukamtukua na ukamfanya kama chakula, ukaingia ndani ya mwili wa ule mti. Hizi ni zituko baadhi zilioko katika nini, katika mimea, ambao moja hii ni kadhia muhimu wakati tukitaka kusoma aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie upande wa uhai katika mimea na tuangalie upande wa zihoja na sampuli zilioko katika mimea. Na ukiisoma Qur'ani utapata kwamba Qur'ani, kama nilivyowaambia katika darasa iliyopita, kadhia ya uhai imeitumia sana katika masala ya kuthibitisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Qur'ani imetumia kadhia ya miti na mimea katika kumtanabahisha mwanadamu ili aisome na iweze kumpeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitu cha kusikitisha tu ni kwamba leo wakati tukitaka kuingia katika ulimwengu kama hunu, buhuth, utafiti uliofanywa mara nyingi ni watu wasiokuwa Waislamu. Ni wachache katika Waislamu, hususan katika asri hizi tunazoziishi sisi, asri za kupomoka Uislamu na kusudia Waislamu, Uislamu haupomoki, asri za kurudi nyuma Waislamu, asri za Waislamu kusoma kwa wasiokuwa Waislamu. Ni mambo mingi ambayo kwamba Qur'ani imetusukuma na ikatuambia twende tukayafuate mambo, na hatukayafuata itatubidi turudi kwa wale wasiokuwa Waislamu ambao wameweza kufanya kazi kama hizi, na ni zitu zimeandikwa kwa urefu sana, wende ukazisome. Lakini Qur'ani imetukazania sana masala ya kuisoma mimea, hata masala upande wa maisha, mimea tu yenyewe. Mfano tukenda katika suratul An'am, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna Allaha, astaghfirullah, katika suratu Shu'ara, sio katika suratul An'am. Mwenyezi Mungu atuambia awalam yarau ila al-ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim inna fi dhalika la ayatan wama kana aktharuhum mu'minin. Mwenyezi Mungu atuambia hawaangalii wao, hawaiangalii ardhi, hawaisomi ardhi. Upande gani wa ardhi? Ni mzitu zingapi tulizozimeza. Kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Hayo yote Mwenyezi Mungu atuambia ni aya, ni dalili ya kukufikisha wewe kwa Mwenyezi Mungu, ingawa vingi hawamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuwa dalili ziko wazi. Ukenda katika suratu Namli, vile vile Mwenyezi Mungu atuambia amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai maa faambatna bihi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahun ma'a Allah bal hum qaumun ya'dilun. Mwenyezi Mungu atuambia kwamba yeye auliza ni nani aliyeumba mbingu, ni nani aliyeumba ardhi, ni nani aliyeteremsha mai kutoka mbinguni, na kwa mai hayo kukamezwa miti na mabustani na mashamba tofauti mbalimbali, miti ambayo kwamba nyinyi mulikuwa hamuwezi kuimeza lau Mwenyezi Mungu hakuimeza. Je, kuna Mungu asokuwa yeye? Je, kuna mshirika wa Mwenyezi Mungu? Lakini watu wapondoka, watu wawata ule ukweli wa mambo na hawataki kuyaangalia mambo namna yaliyo. Moja ni hii aya tuliyoko nayo ambayo tuisoma, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Hii ndio miti vingi wake. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dalili fupi nyingine ya miti amezotaka kutupa sisi ni hizi sampuli ambao hata kwa binadamu Mwenyezi Mungu ametuambia, wewe angalia wanadamu wote watokana na Adam, wote watokana na Hawa, lakini utaziona rangi ni tofauti, ndimi ni tofauti, lugha ni tofauti, tabia tofauti, dasturi na mila tofauti. Hizi zote ni dalili zatoka kwa Mwenyezi, za kupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ukia katika miti leo, ardhi moja yako ikiwa una eka moja,
pale pale kutamea miti tofauti mbalimbali. Ule mwingine ni tamu, ule mwingine ni mkali, ule mwingine ni utungu, ule mwingine una sampuli kadhaa. Ukiwa kwenye tamu, ukiwa kwenye rangi, utaona kila tunda lina rangi yake. Ukiwa katika muundo, kila tunda lina muundo wake. Ardhi ni ile yule moya, mai yalonoshewa ni yale yale mamoya. Ni nani alozitoa sampuli mbalimbali za yale matunda? Ndio ule mmoja mshairi wa Kiarabu alipokuwa katika mazungumzo kama ule mbedui alioulizwa Mungu, huyo aliulizwa naye atoe dalili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaimba mashairi haya ambayo kwamba yathibitisha maneno yamezonenwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, akinena wal ardu fiha ibratun lilmu'tabir. Ardhi ndani yake kuna mazingatio kwa ule anayetaka kuzingatia. Fiha ibratun lilmu'tabir tukhbiru an sun'i malikin muqtadir. Ukisoma ardhi ya kupa habari yo wenyewe kwamba ni utendakazi, ni uumbaji wa mfalume ambaye kwamba mwenye nguvu, mwenye uwezo. Ni yapi hayo? Aendelea kunena tusqa bima'in wahidin ashjaruha. Miti yake yote ardhi hunoshwa kwa maji mamoja, ikiwa ni mvua, ikiwa ni mto, ikiwa ni kisima, ikiwa ni madoo, maji ni yale yale sampuli moja. Tusqa bima'in wahidin ashjaruha wa buq'atin wahidatin qararuha. Na yamemezwa kwenye ardhi moja, kipande cha ardhi ni kimoja. Pale pale umeweka mnazi, pale pale umeweka muembe, pale pale umetia mburu, pale pale umetia mnyua, pale pale umetia kila sampuli. Buq'a ni wahida, kipande cha ardhi kimoja, maji sampuli moja. Washamsu wal hawa'u laysa yakhtalif. Jua linaopiga mti hunu ndio jua linaopiga mti ule, hakuna ikhtilaf. Hewa inaotukua mti kama hunu, upepo unaopiga kwenye mti hunu ndio upepo unaopiga kwenye mti ule. Washamsu wal hawa'u laysa yakhtalifu wa ukuluha mukhtalifun la ya'talifu. Lakini ukia katika zakula zake zinaotoka, matunda yake yanaomea, utakuwa kupata ni tofauti. Ukilila embe ni tofauti na pwera, ukilila pwera ni tofauti na dafu, ukila dafu ni tofauti na kungu, ukila kungu ni tofauti na kunazi, ukila buru ni tofauti na mtama, ukila mtama ni tofauti na mafuta ya tanga, na kila ukilacho ni tofauti na mengine. Huyu ndio atuambia wa ukuluha mukhtalifun la ya'talifu. Zile tunazokula kutoka kwenye miti kama hii ni tofauti na hayaumani, hayawi sawa. Fama alladhi, sasa auliza suala hapa, nataka uketi na akili yako. Fama alladhi aujaba dhat tafadhula, ni nani alopatisha tofauti hii? Kwa nini mmea huu umemea hapa hapa kwenye ardhi ukawa tofauti na mmea huu? Ni nani aliyoleta tofauti kama hii? Illa hakimun lam yaridhu batila. Huwezi kupata jibu la kukinaisha, huwezi kupata jibu la kushibisha akili yako isipokuwa uone kwamba kuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye amezoeta tofauti kama hizi. Haya si masala ya sudfa, si masala ya nature. Nature haina mipango, haiwezi kutoa zitu zenye mipango, haiwezi kutoa zitu sampuli namna hii. Hatuyatia buru tukatoa muembe, hatuyatia embe tukatoa mnazi, hatuyatia nazi tukatoa mkungu. Vipi utayafasiri mambo haya? Ni nature. Haya mashairi yamezungumzwa na Mwarabu wakae, ambayo utakuya kuyapata ni maneno ambayo kwamba yamezungumzwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ra'd. Mwenyezi Mungu atuambia baada ya maneno marefu, yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'd. Mimea yote hunoshwa kwa maji mamoja, lakini tukaja tukatofautisha na tukafadhilisha. Matunda haya yakawa ni mazuri kushinda haya, haya yakawa ni tamu kushinda haya. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Haya yote ukiyasoma mbele ya mato yako ni dalili hizi za kupekwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakuya kuona masala ya Mungu, ndugu zangu Waislamu. Mara nyingi mwanadamu kwa ajili ya upotofu, kwa ajili ya ziza,
kwa ajili ya pazia nyingi zinaomzunguka, huenda akayafanya ni magumu sana. Huenda kukatafutwa dalili, ikawa dalili yenyewe mpaka uifahamupo na kusomeshwa na kusherehewa ndio ikupeke kwa Mungu. Filhali masala ya Mwenyezi Mungu yako wazi kiasi kikubwa sana. Zaidi ya hapo, yako wazi, hayahitaji falsafa nyingi wala hayahitaji logic nyingi. Ni masala akili alokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya bongo lako, uitumie, uisikize, uikubali, uiepushe na hawa. Masala ya Mungu yako wazi, na dalili za kukupeka kwa Mwenyezi Mungu ziko mbea mato yako kwa mamia, kama wamezonena wataalamu kwamba turuq ila Allah, ndia za kukupeka kwa Mwenyezi Mungu kaadadi anfasil khalaiq, ni idadi ya huku kuhema kwetu. Ziumbe wote wanaohema waweza kunipa ni mabilioni ni ngapi? Kwa hivyo ndio ndia za kupeka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Yusuf atuambia, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Ni aya ngapi, ni dalili ngapi ziko katika mbingu na ardhi, zimeenea kila wendapo kuna kitu cha kupeka kwa Mwenyezi Mungu, na watu wazipita siku zote za kupita mbele ya mato yako, lakini tumezipa nyongo. Sio tumezipa nyongo kwa maana hatutaki kuziona, kuna sababu nyingi. Tumevama kwenye ulimwengu, tumeshawishiwa na fikra za kukosoa masala ya dini, tumeshawishiwa na fikra za kututoa kwenye fikra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekuya tukaziona zote hizi si dalili, tukawa hatuzioni tena, ambao Mwenyezi Mungu atuambia hutaki kutanabahishwa. Ukiinua mato ukiangaliacho cha kupeka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni masala ya mimea pia. Kwa hivyo kadhia ya mimea kama aya, kama dalili imezoelezwa katika aya hizi, kwanza tunataka tuiangalie uhai katika mimea, na darasa kama hizi haziwezi kutosheleza kutoa masala kama haya. Ni masala ambayo yana utafiti mrefu, ni masala ambayo tunahitaji kujisaidia kwa wataalamu wamezoshughulikia ulimwengu kama huno. Kadhia ya mimea pia tunataka tuisome kwenye zituko zilioko ndani, kwenye sampuli zilioko ndani, namna yanavyomea mimea. Iko sampuli ngapi? Kama nilivyowaambia ni nyingi sana, ni nyingi sana, na mingi sisi hatuyajui. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka kuikamilisha hii aya ya kwanza aloianza kutoka kwenye 33, leo twaimaliza kwa aya ya 36 huko katika ulimwengu wa mimea. Ingawa baadhi ya kadhia zinazotupwa za husu na mambo mengine pia yasokuwa mimea. Mwenyezi Mungu atuambia, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamu. Hii simpia pia ni katika hono ulimwengu wa nini? Wa mimea. Kwanza tusome uhai, na uhai uko kwenye mimea, uko kwa wanyama, uko kwa binadamu na ziumbe zingine. Kisha tusome sampuli na zituko zilioko kwenye mimea. Tatu, Mwenyezi Mungu ametupa kadhia au tuyamkue kanun au tuyamkue sunna ya zaujia.
ambayo hii ni kadhia kubwa sana. Ni kadhia ambayo kwamba tuweza kunena tuko nyuma kiasi fulani pia kuweza kuifahamu. Ni kadhia ambayo kwamba imegunduliwa si kitambo ulimwenguni. Aya hii imezungumzwa kabla ya miaka 1400. Sijui wale watu walioteremshiwa aya kama hii kipindi kama kile waliweza kiasi gani kuifahamu aya hii na mfano wa aya hizi. Kabla ya kubaini hichi kitu, na sitoingia sana, pata tuifasiri aya mwanzo, kisha tuirudi tuiangalie kwa upande mwingine. Mwenyezi Mungu atuambia subhana alladhi. Katika baadhi ya darasa zangu nimewahi kufasiri neno la subhana, ambao neno la subhana huya kwa maana mingi. Moja katika maana yake lina maana ya kutakasa na kumwepusha na kila aibu na upungufu. Wakati tunaponena subhanallah, ndio hata ile madrasa kufasiriwa Kiswahili utanena utakatifu wa mavi mbwake yeye Mwenyezi Mungu. Yani utakatifu wa mavi. Mavi yani ni mambo ya aibu. Mavi yani ni mambo maovu. Yani mavi ni mambo ya upungufu. Yani Mwenyezi Mungu uko mbali na kila upungufu. Hii ina maana ya takdis na tanzih. Ina maana ya kumtakasa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hana upungufu wowote. Hana uhitaji kwa yoyote. Hii ni maana ya subhana. Subhana mara nyingine ina maana ya taajjub. Sisi Waswahili hutumia. Lakini unaona jambo yao la zituko la ajabu wewe na subhanallah. Yani ajabu kubwa. Hii ni maana ya subhana. Sasa aya kama hii tukifasiri subhana alladhi kwa maana ya kwanza, kwa maana ya kutakaswa Mwenyezi Mungu, itakuwa yataka kupambana na wale mushrikin. Kwa sababu huku nyuma tusisahau tulikuwa na ashabul qarya. Tuwasoma wale watu waliopokewa mitumi. Huku nyuma kabisa tulikuwa tukisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa Yasin na Makuresh, ambao Makuresh ni watu walikiabudu masanamu. Kwa hivyo subhana alladhi yawaonesha hawa kwamba haya mambo makubwa ninaowaeleza katika ulimwengu hayamshindi Mwenyezi Mungu. Hahitaji msaada katika mambo kama haya. Hahitaji kuongezewa wizara ukamwekea masanamu 360. La, Mwenyezi Mungu uko mbali kabisa na mambo kama haya. Mwenyezi Mungu hana upungufu. Ndio itakuwa neno la maana ya subhana alladhi. Au tukifasiri kwa maana ya pili, kwa maana ya ajabu, ya taajjub, itakuwa subhana alladhi, kwamba haya yanayozungumzwa jamani ni mambo makubwa sana. Ni mambo ya ajabu sana. Ni mambo ambayo kwamba watu wastahiki wasimame na watuze akili zao na waketi kuyasoma, waone nguvu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waone ajabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uumbaji wake. Waone siri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu Mwenyezi Mungu atuambia subhanalladhi, ajabu kubwa. Kwa nini? Huko nyuma nimekwambia ardhi hufa ikahuishwa, miti hufa ikamezwa, matunda mbalimbali. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia khalaqal azwaja kullaha, ambaye ameumba azwaji zote. Nini maana ya neno la zauji? Kwa hiyo sisi tumelizoea kwa mume na mke. Mara nyingi tunatumia katika ndoa. Lakini asli ya lugha neno la zauj katika lugha ya Kiarabu la maanisha zitu ziwili, au la maanisha kila kitu ambacho kwamba chagawanyika mara mbili bila ya kuvunda. Mathalan 2 ni zauji, 4 ni zauji, 6 ni zauji. Kinyume cha nini? Cha witri. Witri ni kila namba ambayo kwamba haikubali kugawanyika mara mbili bila ya kuvunda. Kama ukinena 1 ni witri, 3 ni witri, 5 ni witri, 7 ni witri. Ndio maana ya witri. Kwa hivyo neno la zaujia la maanisha ziwili, au ya maanisha kila kitu kinaogawanyika mara mbili bila ya kuvunda. Na ndio mke na mume pia akamkuliwa ni zaujun wa zauja. Na ile ndoa, ile alaka
ya baina ya watu wawili katika Uislamu ikaamkuliwa ni alaqatu azwaj, ni alaqatu zawjia. Hili ndio maana ya zauji. Na katika aya hii na mfano wa aya hii ni nyingi sana Mwenyezi Mungu amezozungumza masala ya zaujia. Wanazuoni wamekhtalifiana ni nini kinachokusudiwa. Kwa Mwenyezi Mungu atuambia subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha, na azwaji ni wingi wa zauji. Ameziumba ziwili zote sawa sawa, ikiwa mimma tumbitul ardh, ni katika nini? Mimea. Katika zinazomea kutoka kwenye ardhi kuna azwaj, au ikiwa ni wa min anfusihim, ni wao wanadamu, kuna zaujia. Wa mimma la ya'lamu, na katika wasoziyua iko zaujia. Hapa ndipo mahali ambapo kwamba wanadamu huwa watake wasimame mbele ya miujiza ya Qur'an. Tukumbukeni jamanini kwamba maneno kama haya yazungumzwa wakati ya teremka Qur'an. Haya ni mambo ambayo bado hayayagunduliwa, kama nilivyowaambia yamekuja kugunduliwa yuzi, kwamba zitu zote zinazopatikana za hukumiwa kwa hayawani yako wazi, utampata ni mume na mke ndio wanaokamilisha, na bila ya mume na mke hakuna maisha kwa hayawani. Kwa binadamu yako wazi, kwa miti pia karibuni yamekuwa yako wazi, ingawa zamani pengine yalikuwa hayulikane, lakini imekuja kugunduliwa kwamba miti na mimea pia yapekeshwa kwa nidhamu ya nini? Ya zawaji. Kuna mti mume, kuna na mti mke, kuna kupaishwa, kuna mbeu za kiume, kuna na mbeu za kike. Ni lazima kutangamanishwe, au tukitaka kuzungumza ni lazima kupatikane mujiba na saliba, hizi zitu ziwili. Hata katika nguvu ya umeme yo ni lazima ziungo hizi ziwili ziweko, lazima kuwe na zaujia. Mpaka hii ni dharra ambayo kwamba wameigundua yeo, ukiisoma ndani na ukiwaangalia wanazuoni wanavyoieleza, ndani ina ziungo ziwili, ina mujiba, ina nasaliba. Ina kiungo ambacho kwamba tuweza kunena chamathil uume, kwa tutakuwa uume si kwa maana ya uume huu tunauelewa kwenye binadamu tu kwamba mwanamume ni ameondevu na uko sampuli kadhaa. Uume kwa maana na uuke ni ziungo ziwili, ni lazima zipambane na ziumane, na katika mapambano yake zitoe nguvu nyingine. Na ulimwengu wote watembea katika zitu kama hizi, ambao alipokuwa huyu aloanzisha fikra ya ukomunisti sawa sawa, ikiwa ni Karl Marx au ni Lenin, walikuwa wakapiga kusi kwamba fikra kubwa wamezoianzisha au wamezoweza kuigundua ni fikra ya tanaqud, wakaita, au wenyewe wanaoiita ni falsafatu tadad. Ni kwamba zitu zote katika maisha ziko kwenye mapambano, za pambana, ni mvutano, na katika huu mvutano ndipo kunapotokea gurudumu lile la maisha linavotembea. Ni mapambano, siku zote ni mapambano. Ukikisoma kutoka kiumbe kitoto mpaka kiumbe kikubwa, zenye maisha, zisokuwa na maisha, ni mapambano. Na katika mapambano yale ndiyo kunapotoka maendeleo. Yo ukisoma nidhamu ya spaki na ule mtambo mpaka ukaweza kuzaza umeme, utakuja kuona yale mapambano yaliyoko ndani. Wakati kunapopambana ndio huenda kukapatikana mlipuko kama ule, ndio ukenda ukazaza nguvu kama ile ikasukuma maisha yao. Lakini masala kama haya yakaweza kuwaghuri mpaka Waislamu, ikaonekana ni jambo pia limezuka, ikaonekana Uislamu uko nyuma. Lakini kama nilivyowaambia, masala si ya Uislamu uko nyuma, masala ni Waislamu wako nyuma, masala ni Waislamu hawataki kusoma. Bao Mwenyezi Mungu amewaambia hii, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha. Ulimwengu wote wahukumiwa na kanuni ya zaujia, ya ziwili. Kila mahala lazima kupambane ziungo ziwili. Kimoya kikiwa twaweza kukiamkua ni mwanamume, twaweza kukiamkua ni mujiba, kiamkue namna utakikanao.
Cha pili, waweza kukiamkua ni mwanamke, waweza kukiamkua ni Salima, cha mkue namna utakao kukiamkua, lakini nidhamu ya ulimwengu yenda namna hii. Kutoka mimea, hayawani, binadamu, na mpaka wataalamu wamekuja kugundua, kama anavyozungumza Dr. Ahmad Amin katika kitabu chake At-Takamulu fil Islam, anena kwamba mpaka nyota, baadhi ya wataalamu wapelelezi wa nyota wamezifuata nyota pia zinao nidhamu ya zaujia, mpaka wamekwenda kurekodi zitu za sampuli ya kutongozana katika nyota. Sababu leo hayawani wakati wakitaka kutangamana kuna sampuli Mwenyezi Mungu amewatia katika maumbile ya kutakana. Binadamu wanao sampuli ya kutakana. Wamekwenda kugundua baadhi ya miangaza, ukiketi usiku ukaziangalia nyota, waweza kuzipata nyota mbili za tupiana miangaza rangi sampuli fulani. Ni sampuli ya kutaka kuumana na kupeana signs fulani, na nyota zile mbili wakati zinapopeana ishara kama zile, miangaza kama yale, huwa zatueleza sisi kwamba zote ziko katika mawasiliano na ziko katika kutekeleza ile kanuni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aloipa katika ziumbe zote ambazo kwamba ameziumba, kama alivyotuambia hapa, subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh, katika zinazomea katika ardhi, wa min anfusihim, na kwenu nyinyi wanadamu katika nafsi zenu, wa mimma la ya'lamun, na msozijua, ambao elimu itaendelea kila baada ya muda kugundua. Kwa hivyo wakati kama ule watu walikuwa waweza kufahamu katika mimea, walikuwa waweza kufahamu kwa binadamu, lakini walikuwa hawawezi kufahamu zaidi ya hapo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawaatia mlango wazi akiwaambia wa mimma la ya'lamun. Na hii wa mimma la ya'lamun, ukirudi katika suratu Dhariyat utakuya kuiona imefasiriwa kwa uzuri zaidi, Mwenyezi Mungu akituambia wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Kila kitu tumeziumba mbea mbili, zitu ziwili, ziungo ziwili, mpaka zipambane, ziumane, ndio kuweze maisha kuendelea. Na Mwenyezi Mungu katika aya nyingine akatwambia fatiris samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min al-an'ami azwaja yadhra'ukum fihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim. Tuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndio aliumba mbingu, yeye ndio aliumba ardhi, yeye ndio aliumba azwajan kutokana na nafsi zenu, yeye ndio aliumba azwajan kutokana na wanyama ili muweze kuzaana. Yadhra'ukum, yani ili mupate kuwa vingi, ili mupate kuzaana. Haya ni masala ambayo kwamba kama nilivyowaambia, uwanda haukukubali tuingie zaidi, na ni mambo ambayo kwamba kama nilivyoambiwa sisi tuko nyuma kiasi fulani, na ni masala yamezungumzwa na Qur'ani wa kuweza kuyafahamu zaidi na kuyafafanua zaidi. Lakini ndugu zangu Waislamu, kitu ambacho kwamba sisi twakihitaji zaidi baada ya kumaliza aya kama hizi kutoka aya ya 33 mpaka aya ya 36, tulikuwa katika ulimwengu wa mimea ili utupeke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe wataka ujiulize kama wataalamu wengi walivyojiuliza, na kila mwenye akili atakajiuliza, vipi ulimwengu ulipatikana? Vipi mambo haya yalikuwa? Yaweza akili mara nyingine ikakubali kwamba mwanadamu ilitokea akaumbika nature, kulipatikana mlipuko, ukatoka kilulu kikawa sijui nani, akapatikana mwanadamu. Yaweza akili tukiwata mambo yote tukakubali kwamba mwanadamu kuumbika, ameumbika bila mipango, hakuna nguvu yoyote nyuma yake, au hii miti ilopatisha zitu kama hizi. Lakini suala gumu liko wapi? Nature yaweza kupatisha kitu tukikubali, lakini nature haiwezi kupiga hisabu ya mipango itakaokuya baada ya kile kitu kupatikana.
Nipige mfano tuelewane maneno kama haya. Yeo tujalie mtu amenunua majiwe ameyaweka kwenye kiwanda, amenunua simiti ameiweka kwenye kiwanda, amenunua mtanga na mai na kila kitu. Kukatokea mtetemeko wa ardhi na dharuba na pepo, zikarukaruka majiwe na simiti, zikatangamana na mitanga, zikakandika. Akia baada ya kutulia mtetemeko kama ule, akaiona nyumba. Yaweza akili kakubali mara nyingine, ingawa ni ugumu, ni muhali kitu kama hii, lakini tuiruke fikra kama hii, tuikubali kwamba ile nyumba imepatikana na imejengeka. Lakini suala liko hapa, ayapo akaingia ndani ya nyumba, akaiona nyumba imetayarishwa na zifaya za kupambana na baridi, nyumba imetayarishwa na zifaya za kupambana na joto, nyumba imetayarishwa na zifaya kukitokea moto, nyumba imetayarishwa na zifaya au imewekwa tayari na imekingwa na zimbunga. Nature haina hisabu hizi. Haiwezekani kabisa kwa akili kukubali. Hata kama itakubali kupatikana, haiwezi kukubali hisabu za mbee. Ni kitu ambacho hakiingia akilini. Sasa huyu mwanadamu tukimkubali amekuja kwa nature, na ni milipuko ilitokea na mitetemeko fulani ikatokea, lakini yeo ukimsoma mwanadamu ana hisabu nyingi ameumbwa nazo. Ana hisabu ya zitu ambazo kwamba amepoa tayari, ye mwenyewe haziyui na hana hisabu nazo. Mwanadamu huyo ameshapoa zifaya za kujikinga na maradhi. Maradhi yakimshambulia atajikinga vipi? Nature iliweza vipi kupiga hisabu hizi? Mwanadamu huyu ukija ukimsoma mwanamke aweza kuwa amepatikana na nature. Nature ilipiga hisabu gani ikaweza kuandalia nyumba ya kuyea mwanadamu mwingine ndani ya matumbo ya ule alomuumba? Nature ilipiga hisabu gani kwamba kuna kiumbe atakuya ndani ya matumbo, na katika matumbo ya leo ule kiumbe atataka kula, katika matumbo ya leo ule kiumbe atataka kuhema, na ikawa imemtayarishia zitu zote tayari. Nature ilipiga hisabu gani? Haya ni yale kama nilokupa mfano. Nyumba tukikubali yaweza kujengeka, nyumba tukikubali yaweza kuwa kwa dharuba na pepo, lakini vipi tutakubali hisabu za pepo, hisabu za mitetemeko ya ardhi, ya mambo yatakao kutokea kwa mustakbal kwa ile nyumba? Isipokuwa ikiwa tutaamini kwamba nature hii ina elimu, nature hii ina uwezo kiasi fulani, nature hii ina hikma ya kuyafikiria mambo itakaokuya, na wakati tukikubali hayo itakuwa nature ni Mungu. Tofauti ni ina tu. Sisi twapigiana mayowe tu. Sisi twamamkua Allah na wao wamamkua nature. Sisi twamamkua Mungu, wao wayamkua ni nini? Ni nature. Ikiwa tutakubali tuipe sifa hizi za kuwa na elimu, za kuwa na nguvu, za kuwa na hisabu za hikma sampuli namna hii, itakuwa ni ikhtilafun lafdhi, ni ikhtilafu ya maina, kama ikhtilafu nyingi yeo ziliyoko. Watu waweza kuwa hutetea maina, kalama wakiteteacho wote wakikubali. Ndio ule bwana mmoja alikwenda kwa mwanachuoni mmoja wa Kiirani, akamwambia, nyinyi Waislamu hamkubali kwamba zitu zimepatikana bila ya kuumbwa, na lazima kuweko Mungu ameumba, lakini msingi huu nyinyi wenyewe hurudi mkauvunda. Akamwambia, tuuvunda vipi sisi? Akamwambia, nyinyi mkisikiria kwa Mungu hunena hakuna aliyemuumba. Sasa kwa nini hamutaki kukubali ulimwengu hakuna aliyeuumba na mkakubali kwamba Mungu hakuna aliyemuumba? Ni vipi? Ule asitake kushindana naye. Nataka kuonesha mara nyingine tunaweza kupigana mayowe na zitu tuwazikubali. Akamwambia, mimi niko tayari kukubalia leo utakalo wewe. Akamwambia, sasa ni nani aliyomuumba Mungu? Akamwambia, ni Mungu mkubwa zaidi, mkubwa wake ndio aliyomuumba yeye. Akamwambia, na huyo mkubwa wake? Akamwambia, ni mkubwa wake ndio aliyomuumba. Akamwambia, na huyo mkubwa wake? Akamwambia, ni mkubwa wake wanne ndio aliyomuumba.
Wakaenda kutoka 5 mpaka 10 mpaka wakasikilia 50 mpaka wakasikilia 100. Ule bwana akapanic, akamwambia hakuna mkomo, huenda tu. Akamwambia wewe atakukoma wapi? Akamwambia tukome mahala. Akamwambia taua wewe, pale utakapokutaua huyo ndio Mungu. Basi hao waliobaki wote watakuwa wamefanya nini? Wameumbwa. Sasa fikra saa nyingine yaweza kupijiwa mayowe, ikawa ni lazima mwanadamu akubali katika fikra yake kwamba ni lazima afike mahali akome. Ni lazima. Yeye ukiulizwa umekula kaimati zina sukari, kwa tamu, utamu uno kutoka wapi? Utakwambia kutoka kwenye sukari. Na sukari utamu wake kutoka wapi? Utakwambia kutoka kwenye unyua. Na unyua utamu wake kutoka wapi? Lazima tutasimama. Unyua utamu wake ni wake kibinafsi, hakupoa. Kwa hivyo huwezi kwenda na masuala usifike kwenye mwisho. Na mwangaza ni hivyo hivyo. Hiki changara chatoka wapi? Kwenye power. Na power fulani yatoka wapi? Lazima tutafika mahali tutapata mkomo. Kwa hivyo ni nani aliyeumba ulimwengu? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na twaweza kukhtalifiana katika maina, twaweza kukhtalifiana katika kumwekeza ni upi, lakini sote twaweza kuwa tukubali, lakini matatizo yako kwenye haya. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al'uyun liya'kulu min thamarihi wama 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Mpaka hapa aya ya Mwenyezi Mungu ya kwanza inayohusu ulimwengu wa mimea imemalizika, na insha Allahu Taala Mwenyezi Mungu akitupa uhai na uzima twenda katika aya ya pili, nayo ni aya ya mtana na usiku, au ziamkueni aya ya yua na mwezi. Mwenyezi Mungu akituambia wa ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahara fa idahum mudlimun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai na taufiki, katika darasa litakalokuya tutakwenda kwenye aya nyingine. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.